Naitwa David Oswald Mwalemba. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetufikisha siku ya leo, siku ya tarehe 7 mwezi wa pili 2026. Ni siku ambayo tulikuwa na hamu sana ndani ya mioyo yetu, pale ambapo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia taasisi ya TAKUKURU ilipoamuru tufanye mkutano wa uchaguzi wa mpito katika grupu letu la Asante Mbeya Project, ambayo mkutano huu ulikuwa na ajenda kama zifuatazo. Tulikuwepo na ajenda za kubadilisha jina kutoka Asante Mbeya Project, kwa sababu nyuma tuliaminishwa kwamba Asante Mbeya Project kwamba ni kikundi ambacho kinajihusisha na wanaumoja, lakini kwa pembeni kumbe kile kikundi kilikuwa kinamilikiwa na mtu mmoja. Hivyo basi baada ya wanaumoja kulalamika kupitia taasisi ya TAKUKURU, kesi kaenda TAKUKURU, TAKUKURU ikafanya upelelezi wake. Walivyomaliza wakaona kweli hizi mali zilichangishwa kwa mujibu wa wanachama, lakini kuna mtu anajinufaisha binafsi. Hivyo basi serikali kupitia taasisi ya TAKUKURU kwa heshima ya dhati tunaipongeza sana kwa moyo kwa kumwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa maana wamefanya kazi kwa uweledi sana, wamefanya kazi kuhakikisha mali zinarudi kwenye mikono ya wanachama. Tunashukuru wakaamuru kwamba uchaguzi ufanyike, tubadilishe pia jina kama nilivyosema awali kwamba jina lilikuwa linamilikiwa na mtu binafsi kama business name, lakini pia na tuichakate katiba ambayo itatuongoza katika kipindi hiki cha mpito ambacho kitaenda kusajiliwa kwa mujibu wa serikali. Tumefanya hivyo, tumechagua viongozi wetu kwa uhuru, amani na haki kabisa, na kupiga kura za wazi, ambapo ndugu yetu Frenki Mwakisyala amechaguliwa kama mwenyekiti wetu wa mpito, ambao viongozi hao wa mpito watadumu ndani ya miezi mitatu. Lakini pia amechaguliwa msaidizi wa mwenyekiti ambaye ni ndugu yetu anaitwa Seti alimaarufu kama Sebama, mkurugenzi wa shule ya sekondari Sebama. Lakini pia tukopo na uchaguzi wa katibu. Katibu amechaguliwa ndugu yetu anaitwa Vasco Dagama, na makamu wake anaitwa alimaarufu kama Mwashi. Lakini pia tulikuwepo na kipengele cha mhasibu. Nafasi ya mhasibu amechaguliwa mtu Sole, jina lake silikumbuki vizuri. Sheila, okay. Amechaguliwa ndugu yetu anaitwa Sheila. Lakini pia wakasema kwa sababu kikundi kimekuwa ni kikubwa, wakachaguliwa na wajumbe 8, ambao pia ndugu yetu mlezi wetu Boni Mbamba yumo kati ya watu wale 8. Niende kipengele ambacho kimetufanya pia tufike siku ya leo. Tuambie sasa lengo na madhumuni ni nini? Lengo na madhumuni la kikundi chetu. Okay. Lengo na madhumuni ya kikundi chetu, kwanza kwa sasa kundi letu linaitwa New Mbeya. Unaweza kumalizia ukasema New Mbeya Group, sawa, ila linaitwa New Mbeya. Lengo ni lipi? Siku ya leo tumeungana kwa lengo kuu moja. Kwanza ni kuungana na kutoa utimu baina yetu sisi kwa sisi. Tumeunganishwa kwa mfumo upi? Ilikuwepo kuna timu inaitwa timu Dani, ilikuwepo na timu inaitwa timu Ibra. Lengo la siku ya leo ni kuunganisha na kuondoa utimu, kwa sababu taasisi ya TAKUKURU imetuambia ukweli na uwazi. Hata wale ambao walikuwa hawajui nini kilikuwa kinaendelea, kwa nini gari ziko TAKUKURU, kwa nini mkurugenzi Dani amekamatwa, wameelezwa ni nini kilitokea, ni nini kimejili. Lakini baada ya kusikia nasaha kutoka TAKUKURU, watu wote wameappreciate na wanachama wameshauri kwamba basi kuna kila sababu sisi wanachama tusiopungua 700 hadi 800 tuungane na kuwa kitu kimoja, tuhakikishe tunaenda kuwafikia yatima, tunaenda kuwafikia wenzetu waliofiwa na baba zao na mama zao na ndugu zao wa karibu,
tuende tukaifanya ile huduma ambayo awali tulikuwa tunaifanya. Hivyo basi, kipekee narudia tena kuishukuru taasisi yetu ya TAKUKURU iliyofanya kutuunganisha siku ya leo, ambapo pia kwa heshima ya dhati kabisa ninaomba tupende kuwashukuru wale wenzetu waliotufungua akili na kuona hizi mali tunaibiwa, walioenda TAKUKURU na kutufanya leo hii tunafurahia mali zetu za Umoja wa Asante Mbeya. Mbeleweta ni mwanachama wa Asante Mbeya iliyokuwa awali. Hapo ni kikundi ambacho kilikuwa kinasimamiwa na kuongozwa na MC Dani FM Kate kama mwenyekiti wa kikundi hicho cha Asante Mbeya, lakini baadaye ukawa kumetokea na ile Dani, baada ya kununua magari, mwenyekiti wetu akawa, ukiwa unauliza swali lolote au kuna kitu chochote unaweza kuuliza kwa ajili ya mali ya kikundi ambayo ilikuwa imenunuliwa Costa, alikuwa hawezi akatoa mrejesho. Ulikuwa ni mtu wa kulimuviwa, kwa sababu ina maana ilikuwa hatuna haki ya kuuliza. Kweli tukawa tumeishi hivyo. Baadaye ni watu wengi ambao wakawa wameweza kutuondoa, ambapo tulikuwa tuna haki zetu stahiki baada ya kununua hiyo Costa. Baadaye ikabidi tuanzishe grupu la Asante Mbeya Zalula kwa ajili ya kudai mali zetu za kikundi ambazo ni Costa 2 pamoja na gari aina ya Noah. Kweli baada ya hapo na tulipoanzisha hilo grupu la Asante Mbeya Zalula, tukawa bado tunaendelea na huduma ya kijamii kama lengo lilivyokuwa la awali la kusaidiana sisi kwa sisi endapo mwenzetu anapopata na shida au la, tulikuwa tunaungana kwa pamoja. Baada hapo tukawa tumeitana kikao. Tulivyokaa kikao, tukachagua uongozi ambao wa kutuongoza katika hiyo Asante Mbeya Zalula kwa muda huo, tukiwa tunadai mali zetu. Kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na ofisi ya TAKUKURU pamoja na uongozi wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia, hakulifumbia macho hili swala. Kweli wameweza kulifanikisha TAKUKURU, mali zetu zimeweza kurudi na zipo kwenye ulinzi wa TAKUKURU. Pia leo tulikuwa tuko na kikao hapa Tugimbe, tumekutana watu wote ambao tulikuwa mwanzo ni wana Asante Mbeya, ambapo Dani alitugawanya akatuweka makundi. Yani kuna watu walikuwa wako kwa Dani ambao walibaki kwenye hiyo Asante Mbeya zamani, lakini na sisi tukawa tuko kwenye hiyo Asante Mbeya Zalula wadai haki. Lakini leo baada ya kukutana na kuweza kuongea, kila mtu kuongea yaliyoko yako moyoni, kweli tumeweza kupatana na kurudi kuwa wamoja, wana New Asante Mbeya kwa pamoja. Hakuna ule mgawanyiko uliokuwa umetugawanyisha Dani. Kwa sasa tuko kwa pamoja na uongozi wetu tuliouchagua wa mpito wa kutuongoza katika kipindi hichi cha mpito, ambapo baadaye tutakuwa tunaendeleza New Asante Mbeya kwa pamoja na kuchagua uongozi wetu ambao utakuwa ni wa kudumu na kuendelea kumiliki mali zetu wanachama. Kama wanachama hazitaweza kumilikiwa mali na mtu mmoja kama ambavyo ilivyokuwa awali. Pia napenda kuwashukuru viongozi waliokuwa Asante Mbeya Zalula, wameweza kutupigania sana, maana bila hao sisi wengine leo hii huenda tusingefika hapa. Lakini tunapenda kuwapa pongezi kubwa mno kwa walivyotupigania na mpaka wakapigania kuhusu huko TAKUKURU na mpaka leo tumefika hapa na mali zetu wana New Asante Mbeya kurudi mikononi mwetu. Tunashukuru sana. Kwa majina naitwa Alidi Kasim, ni mwanafamilia wa Asante Mbeya Project, ambayo kwa hapo nyuma tulikuwa tumetofautiana kati ya Asante Mbeya Dharura na Asante Mbeya Project. Lakini sasa mpaka tulipofika leo, nipende kutoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa mkoa wa TAKUKURU ndani ya jiji letu la Mbeya kuweza kutukutanisha pamoja
kati ya upande huu na upande huu. Sasa kimezaliwa kitu kimoja, tunarudi kwenye mfumo uliokuwa zamani, kuliko pale tulipokuwa huyu anakaa huku, huyu anabaki huku. Kwa sasa mimi niseme tu nashukuruni sana viongozi wa mkoa pamoja na jopo zima walioweza kuhudhuria mkutano wa leo. Pia tukashauriwa tufanye uchaguzi mdogo ambao tumeufanya vile ipasavyo. Mimi niseme tu nashukuru sana viongozi wangu wa mkoa pamoja na jopo zima la TAKUKURU kwa kuweza kulikamilisha jambo kama hili ambalo lilikuwa linatupasua kichwa, kwa sababu ilikuwa inafika pindi hata sisi wenyewe tukionana barabarani tunashindwa kusalimiana, lakini na hakika paka tulipofika hapa leo na hakika tusalimiana na watu waliokuwa upande wa yule jamaa. Mimi nipende tu kutoa shukrani zangu za dhati, sina mengi ya kuongea zaidi ya hayo tu, zaidi ya shukrani. Edward Makunda ni mjumbe wa kamati ya mpito ambayo imechaguliwa leo. Awali ya yote nipende kukishukuru chombo hiki cha habari cha Mbeya Yetu kwa kufuatilia na kuhabarisha habari kwa wananchi. Mimi binafsi nilikuwa ni mwanachama wa Asante Mbeya, na baada ya kutokea kwa mgogoro hapo na pale ambao umetupelekea mpaka leo tumekutana pamoja kufanya uchaguzi upya na kufanya maboresho ya katiba, mimi nitumie tena nafasi kuishukuru sana serikali kupitia vyombo vyake vya usalama, hususan TAKUKURU mkoa wa Mbeya ikiongozwa na mkuu wa TAKUKURU Bwana Ndimbo. Kwa kweli sisi kama wanachama tumefurahi sana. Mimi wajibu wangu kama mjumbe, kwa sababu tumechaguliwa kuwa ni wajumbe wa muda, yani kufuatilia kwenda kufanya usajili wa chama chetu na kuhakikisha mambo yote yanakaa sawa. Mimi binafsi nitaungana na viongozi wote wa juu, kwa maana ya mwenyekiti wa mpito aliyechaguliwa na wajumbe wote, kwenda kuhakikisha mali zote za chama zinakuwa kwenye au zinamilikiwa kihalali, yani zinasajiliwa na zinaenda kutumika kwa kuwanufaisha wanachama wote kiusawa, bila kujali huyu ni nani wala familia wala nini. Leo hapa tulikuwa na kikao pamoja na wana kikundi cha awali kilikuwa kinatambulika kama Asante Mbeya. Kikundi hiki kilikuwa wanachama hao ambao ni kama 758 walikuwa wamechanga hela wakanunua Costa, na mpaka sasa wanamiliki kama Costa 2 pamoja na Noah 1. Lakini katika uendeshaji wao kulikuwa na changamoto nasema kulikuwa na kero ambayo ililetwa kwa TAKUKURU na tukaipitia, na tunaona kwamba changamoto kubwa ilikuwa kwamba kikundi hiki kilikuwa bado hakijasajiliwa, na pia walikuwa hawaendeshi kikundi chao kwa kuzingatia katiba na sheria za nchi. Kwa hivyo tunao leo hapa kwenye kikao maalum ili kueleza hiyo changamoto. Wataka kwanza wachague uongozi wa muda, pia wasajili katiba na ili kikundi kitambulike kisheria, na ndipo hicho kikundi sasa ndicho kiweze kumiliki hizo gari ambazo ni Costa 2 pamoja na Noah 1. Hizi Costa zinafanya safari zake kati ya Mbeya na Kyela, lakini pia wanazitumia kwa shughuli za mazishi, kwa maana mtu kama amefiwa na anapewa huduma ya usafiri. Kwa hiyo haya ndo malengo na tunalifanya kwa kuzingatia kifungu cha 7 cha sheria ya kuzuia kupambana na rushwa, ambacho kinatutaka sisi TAKUKURU pamoja na mambo mengine kudhibiti vitendo vya rushwa kwa kuangalia mianya kwenye taasisi za binafsi au vikundi binafsi, kuangalia mianya ya upotevu wa mapato na kushauri namna ya kuondoa mianya hiyo ili vikundi hivi viweze kustawi na kufikia malengo yao waliokuwa wamekusudia kuyafanya. Na kweli kwa tulivyoangalia ni kikundi ambacho kimejitoa, kina mtaji mkubwa wa watu, kwa maana kwamba kina watu 758, na pia kuna wanachama wengine wanajitokeza kutaka kujiunga kwenye kikundi hicho. Kwa hiyo kina uwezo kuwa na wanachama hata zaidi ya 758 au wanachama 2000 na zaidi. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba wawe makini kuchagua viongozi watakaoweza kuwahamasisha
kupata watu wengi, wanachama wengi zaidi na kuweza kutoa. Na kikundi hiki pamoja na mambo mengine pia tunashiriki kufanya matendo ya huruma, kwa maana kwamba kinakusanya fedha kwa kuchangishana na kwenda kufanya matendo ya huruma, kwa maana kuwasaidia wenye shida zaidi ya kusaidia wenyewe kwa wenyewe, kwa maana kwenye vifo, kuugua au kupata ajali au kupata majanga pia yanasaidia wahitaji. Kwa hiyo ni kikundi chenye maono, lakini pia ni kikundi ambacho kwa yale yanayotekeleza kinaweza pia kuajiri, manake kinamiliki posta, hizo posta kinaweza kuajiri madereva, makondakta, wanapata ajira. Kwa hiyo ni haya ni lai kwamba kwanza kwa wananchi wajiepushe kujiunga kwenye vikundi ambavyo hawana hakika kama vimesajiliwa, na ni lai kwa viongozi wote wanaoendesha vikundi kama hivi wahakikishe kwamba vimesajiliwa, kwa sababu kisheria hauruhusiwi kumchangisha wanachama wakati kinyume na taratibu, kwa sababu kuchangisha wanachama kwa vikundi ambavyo havijasajiliwa ni makosa kisheria.